usafiri gani? Boda shogangu nimerequest kwa pote na nisubiri. Hata kuchukuliwa bei rahisi. Unashinda hata kupanda bajaji. Sio mimi. Wewe. Nikifika kule nashuka kwa huku mbalimbali. Hawezi kujua kama nimepanda boda. Cheki ni moja shogangu. A few moments later. Mzee wa kubeti! Tu! Mama la mama. Ha? Mbona sura imeshuka? Au na tu. Umekopwa? Bora ningekopwa. Mashoga zangu. Bora ningekopwa. Nijue nimekopwa. Hata mngekuwa nyie. Mvae viatu vyangu. Mimi nimetoka kule muda ule nawapigia simu. Nikamwambia nimepewa. Okay. Sawa. Yule baba amenipa mimi 1,500. Nikasema 1,500. Si napigia mashoga zangu. Nakuja kulipa kodi. Muda huo kanipigia boyfriend wangu yule anaitwa Colin. Sasa mimi boyfriend wangu amenipigia. Okay. Muda huo mimi nikapokea simu. Nilipopokea hiyo simu nashangaa mtu anaongea anajisikia umegonga. Sijamaliza kuongea. Yeye mwenyewe hajamaliza kuongea ni. Wewe nini shemenyero anadaiwa kodi na leo alitakiwa wapi? Yaani kanipigia simu kasema anatoa vitu jioni, sisi hatujaambiwa tunatoa vitu jioni. Mimi nikaona stoke simuokoe boyfriend wangu kwanza, huko sisi tutaendelea kutafuta hata mngekuwa nyie kweli. Yaani bora hata na mimi ambaye nilienda nikarudi sina hela kuliko wewe. Ndugu yangu bora hata mimi ambaye niliwapa hata hizo vest 10,000 nikajua mashoga zangu mmeenda kunywa hata soda. Wewe. Yaani sio mbona tumekaa tunakusubiri tunakutangalia alafu unaondoka hapa. Hata mngekuwa nyie jamani, mwanaume wenu amewaambia anafukuza kodi kule leo. Na baba mwenye nyumba. Mwanaume mwenyewe anakuchiti kila siku nakakulia. Shoga yangu nyamaza. Sio tukakauka makonjo tuleze tu matunda. Umeloga. Kama vipi huko ndani kila mtu. Si bora tu mwanaume kamloga shoga yangu. Hasa na matunda tunahonga kwa maisha gani we dada?